Huduma ya usafiri kwa watumiaji wa barabara ya Mikumi-Ifakara imerejea baada ya wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Morogoro kufanya matengenezo ya sehemu ya kingo za daraja la mto Ruhembe eneo la Kidoma, mji mdogo wa Mikumi wilayani Kilosa, iliyosombwa na maji usiku wa kuamkia Machi 13 mwaka huu na kusababisha kukwama kwa shughuli za usafirishaji. Kaimu meneja TANROADS mkoa wa Morogoro, mhandisi Patrick Rumbika, amewataka wananchi waishio pembezoni mwa mto huo kuacha kufanya shughuli za kilimo na ujenzi ambazo zimekuwa chanzo kikubwa cha mmomonyoko wa udongo katika madaraja mengi. Daraja hili lilipata changamoto usiku wa tarehe 13 mwezi wa 3 2026. Kwa hiyo hadi hivi sasa tunavyoongea, tarehe 15 mwezi wa 3 2026, usafiri wa kutoka Mikumi kuelekea Ifakara na wilaya zingine za upande huo yanapatikana vizuri tu na barabara inapitika vizuri na hakuna changamoto yoyote ile ya usafiri. Lakini pamoja na kwamba tumerejesha mawasiliano haya kwa muda, tunaendelea kufanya matengenezo mengine kwa ajili ya kuimarisha zaidi tuta la barabara kwa kuweka kingo za gabions kwa maana ya vikapu vya waya na kuweka mawe kwa ajili ya kukinga barabara yetu kupata madhara yanayoweza kujitokeza pale ambapo maji yatakapokuwa yamekuwa mengi. Lakini nipende kuchukua fursa hii kuomba wakazi wa eneo hili kutunza mazingira kwa maana ya kuacha kufanya shughuli za kilimo pembezoni mwa mto, kwa sababu zimekuwa ni chanzo kikubwa cha kuharibu mazingira na kusababisha udongo kuwa laini. Pale ambapo maji yanapokuja inakuwa rahisi sana kwa ajili ya kumomonyoa huo udongo na kupelekea madhara yanayojitokeza mara kwa mara kwenye miundombinu yetu ya barabara. Tunahitaji serikali tusaidie. Hii inaendelea, hata siku nyingine inaweza ikaje ikafanya nini, ikaisha moja kwa moja. Kwa hiyo tunachokiona ni kwamba serikali tusaidie ili tuendelee tupate barabara nyingine. Kwanza hii imekuwa moja hivi, wangetuongezea na nyingine kule mbele. Kilitokea hapa ni tuseme tu ni miundombinu ya muda mrefu sana. Watu walishindwa kupita, watu walishindwa kuvuka, kivuko kilikuwa ni shida. Yaani miundombinu ilikuwa ni mibovu. Maana mali za watu ziliharibika kwa maana ya usafiri, lakini pia wakati mwingine hata wagonjwa kupata kuharakisha kwenda hospitali. Mambo mengi yalikuwa yamesimama.